msemaji wa timu za taifa, na hili nitalisemea baadaye. Kwanza hiki cheo hiki cha watu kuitwa msemaji wa timu za taifa. Sasa kwenye mazungumzo yake na wanahabari amesema kwamba wanasiasa ni lazima watenganishe michezo na tofauti zao na tofauti zao walizonazo wenyewe wanasiasa, tofauti zao za kisiasa. Ni lazima wanasiasa watenganishe mambo hayo. Ni lazima wanasiasa waiache michezo, wasijihusishe na michezo. Na anasema kama kuna mtu haungi mkono Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu, mashindano ya AFCON, kama kuna mwanasiasa haungi mkono AFCON, haungi mkono michezo, akae kimya, asizungumze lolote, aachane na michezo. Sasa mimi binafsi sijui Haji Manara amesema haya kwa sababu ya kutokujua, amesema kwa sababu hafahamu, au amesema kwa sababu ni propaganda, kwa sababu Haji Manara ni mwana CCM. Haji Manara ni diwani haramu wa kata ya Kariakoo. Amejificha kwenye kichaka cha usemaji wa timu ya taifa, lakini sisi tunafahamu Haji Manara ni mwanasiasa. Kwa hiyo akiwa anasema wanasiasa wakae kimya, wanyamaze, waachane na michezo, yani sisi wengine tunafahamu Haji Manara kwamba wewe ni mwana CCM. Sasa kwa vile umetugusa wanasiasa, na sisi tutakujibu kwa sababu hayo uliyoyasema, nafikiri kuna mambo uelewa wako ni mdogo sana, ikiwemo masuala yanayohusu sheria, masuala yanayohusu taratibu na kanuni za uendeshwaji wa michezo duniani, kwa maana ya sheria na taratibu za FIFA, za kafu. Na sisi ambao pengine tunafahamu haya mambo, ni lazima tukutahadharishe na ni lazima tukwambie acha kutumia jukwaa la michezo, acha kutumia usemaji wa timu ya taifa ukiwa umejificha kwenye utambulisho huo, halafu unafanya kazi za CCM. Sasa tumkumbushe Haji Manara mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ukisoma katiba ya FIFA, katiba ya FIFA toleo la tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2024, katiba ya FIFA inaitwa FIFA Statutes. Sasa ukisoma FIFA Statutes, msahafu wa FIFA, Biblia ya FIFA, katiba ya FIFA ina ibara karibu 68. Kwenye ibara zote za katiba ya FIFA, ukisoma ibara ya kwanza, ibara ya pili, ibara ya 3 ya katiba ya FIFA imeandikwa haki za binadamu. Haki za binadamu. Katiba ya FIFA ibara ya 3, haki za binadamu. Na tafsiri isiyo rasmi kutoka kwenye maneno ya Kiingereza yaliyoandikwa kwenye katiba ya FIFA, ibara ya 3 inasema maneno yafuatayo. FIFA, ibara ya 3 ya katiba ya FIFA inasema, FIFA imejizatiti kuheshimu haki zote za binadamu zinazotambulika kimataifa na itajitahidi kuendeleza ulinzi wa haki hizo katika shughuli zake zote. FIFA imejizatiti kuheshimu haki zote za binadamu zinazotambulika kimataifa na itajitahidi kuendeleza ulinzi wa haki hizo katika shughuli zake zote. Kwa maneno mengine ni kwamba FIFA haipeleki mashindano yake sehemu yoyote ambayo kuna tishio la usalama, ambalo kuna tishio au kuna uvunjwaji wa haki za binadamu. Ukisoma ibara ya 5 ya katiba ya FIFA niliyoisema, inazungumzia kukuza mahusiano ya kirafiki. Yaani mashindano ya FIFA yanapaswa kufanyika katika mazingira salama na yenye kuheshimu utu wa binadamu. Madhumuni na malengo ya FIFA ni kuendeleza urafiki kati ya mataifa. Kwa maneno mengine, FIFA haiwezi kuruhusu mashindano ya mpira wa miguu yakafanyike eneo ambalo badala ya kwenda kuendeleza urafiki kati ya taifa moja na taifa lingine, wachezaji wa timu ya taifa fulani wakawa hawako salama kwenye eneo lile, sio tu ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja. Ndiyo maana mwaka 2017 FIFA ilitengeneza kitu kinaitwa sera ya haki za binadamu,
FIFA Human Rights Policy za mwaka 2017. FIFA inajali haki za binadamu. Ndiyo maana shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF, linazo kanuni ambazo kuna nyakati huwa CAF inahamisha hata michezo kutoka kwenye taifa moja isichezwe kwenye taifa hilo ikapelekwa kwenye taifa lingine. Sasa Haji Manara anasema wanasiasa wakae kimya. Kwa maneno mengine anasema wanasiasa wakae kimya. Hajui hata hicho ambacho wanasiasa wanakisema ni nini, kina mahusiano gani na michezo, kina mahusiano gani na uhai wa watu. Haelewi FIFA inasema nini kuhusu hicho ambacho tena sisi wanasiasa wa Chadema tumekuwa tukikisema kuhusiana na haki za binadamu, na ambacho tumekuwa tukikisema tutawaambia FIFA au tumewaambia FIFA, tumewaambia kafu. Haelewi Haji Manara. Sasa leo tumeona tuje na sisi tuzungumze na Watanzania, iwe kwa manufaa ya Haji Manara na kwa manufaa ya Watanzania wote kwamba ni lazima taifa letu linapaswa kuendeshwa vipi na mambo ya kisiasa yanaweza kuathiri kwa kiwango gani michezo. Watu hawafahamu kutokana na hii katiba ya FIFA inachokisema kuhusiana na haki za binadamu. Watu hawafahamu kwamba FIFA na CAF inapopeleka mashindano kwenye eneo lolote huwa wanafanya tathmini. Tathmini za mambo mbalimbali ambazo zinawafanya wao waamue kwamba sasa tupeleke michezo hii ya mpira wa miguu kwenye nchi fulani. Miongoni mwa tathmini ambazo Haji Manara unapaswa kuzifahamu, FIFA huwa wanazifanya na CAF wanazifanya, kwa sababu principles, kanuni ambazo zimewekwa na FIFA, kanuni hizo zinalazimika kufuatwa na wanachama wa FIFA ikiwemo nchi na mashirikisho mengine ya soka kwenye mabara mbalimbali yote duniani. Tathmini ambazo FIFA wanazifanya pamoja na mambo mengine, jambo la kwanza, FIFA huwa wanazingatia kwamba tunapopeleka michezo hii usalama wa wachezaji na mashabiki utakuwaje kwenye taifa hilo. Na tunaposema usalama wa wachezaji na mashabiki, hauangaliwi tu ndani ya uwanja. Usalama wa wachezaji na mashabiki unaangaliwa ndani ya uwanja, nje ya uwanja na maeneo yote ambayo wachezaji hao watakuwepo. Ukileta mashindano Tanzania, maana yake FIFA inafanya assessment, inafanya tathmini, CAF inafanya tathmini kwamba hizi timu za taifa tukizipeleka Sudani, tukizipeleka Kongo, je, usalama wa wachezaji kwenye hoteli za Kongo utakuweje? FIFA wanafanya tathmini hiyo. FIFA wanafanya tathmini ya hatari kutoka mamlaka husika. Yaani FIFA wanajiuliza mamlaka husika kwenye nchi fulani zinasemaje kuhusu masuala ya usalama. Sasa kwenye taifa letu, mamlaka husika kwenye taifa hili, mamlaka yenye chombo chenye mamlaka ya kulinda raia, wawe wa kigeni, wawe raia wa ndani, ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema wamewakamata Watanzania wasiopungua 130 kwa tuhuma za ugaidi. Jeshi la polisi ndio limesema hivyo. Kwa FIFA wakati wanafanya tathmini, shirikisho la soka Afrika wakiwa wanafanya tathmini, inaangalia ripoti za mamlaka husika kwenye taifa zimesemaje. Sisi jeshi letu la polisi limeshasema aliyetangaza Tanzania kuna ugaidi sio Chadema, sio Heche, sio wanasiasa. Waliosema Tanzania kuna ugaidi ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema hati za mashtaka zinazungumza kwamba kuna watu wamefanya wanatuhuma za ugaidi kwenye taifa hili. Kwa hiyo hauhitaji Chadema kuambia FIFA, haihitaji Chadema kuambia CAF, shirikisho la soka Afrika, kwamba Tanzania kuna ugaidi. Jeshi la polisi, CAF wanafuatilia wenyewe. Hizo taarifa wanazo, wameziona, zimeripotiwa kwenye vyombo vya habari. CAF na FIFA wanafanya tathmini. Shirikisho la soka Afrika linaanzishwa kwa maana ya CAF mwaka 57. Nchi 4 za kwanza, wanachama wa kwanza 4 wa shirikisho hilo la shirikisho la soka Afrika, wanachama wa kwanza 4 alikuwa ni Misri, Sudani, Ethiopia
na Afrika ya Kusini. Ndio wanachama wa kwanza kabisa. Na mwaka huo huo, mwaka 1957, kafu iliwakatalia Afrika ya Kusini kwenda kushiriki kwenye mashindano ya Afrika. AFCON ya baada ya mwaka 1957, kafu iliwazuia Afrika ya Kusini kushiriki mashindano hayo kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. South Africa walisema, sisi hatutaweza kuleta timu ya taifa kwenye mashindano ya Afrika ambayo itakuwa ina wachezaji weusi na wazungu wamechanganyikana. Hatutaweza. Sisi tutaleta wachezaji timu ya taifa tutaleta ya wazungu, watu weupe, ngozi nyeupe. Hatutaweza kuchanganya na watu weusi. Kafu ikawaambia, kanuni za FIFA, utaratibu wetu kwenye michezo, tunalinda haki za binadamu, tunapinga ubaguzi wa rangi. Hamtashiriki mashindano ya Afrika kwa sababu ya sera zenu za ubaguzi. Shirikisho la soka Afrika Kusini likasema, sisi basi tutaleta timu za taifa mbili, ya weusi na ya wazungu. Kafu ikawakatalia, ikasema timu ya taifa ni moja, hakuwezi kuwa na timu za taifa mbili. Licha ya Afrika Kusini kuwa ni miongoni mwa memba wa kwanza kabisa, nchi 4 za kwanza kufanya kuwa wanachama wa chama cha mpira wa Afrika, wa shirikisho la mpira Afrika, lakini CAF iliwakatalia Afrika Kusini, iliwasimamisha kuwa memba wa shirikisho la soka Afrika Kusini kuanzia mwaka 57. Mwaka 60 iliwasimamisha. Mwaka 61 FIFA iliwaondoa. Baadaye mwaka 64 wakataka kuwarudisha. Mwaka 76 wakawaondoa tena kabisa, FIFA wakawaondoa, na CAF wakawaondoa Afrika Kusini kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. Baadaye mwaka 1992 ndo wakawarudisha Afrika ya Kusini. Sasa Afrika ya Kusini waliondolewa kama memba wa CAF kwa sababu tu ya ubaguzi wa rangi. Sisi Tanzania, jeshi la polisi linasema wako vijana wanafanya ugaidi, wanawatuhumu kwa tuhuma za ugaidi. Sasa kama CAF ilichukua hatua dhidi ya ubaguzi wa rangi tu, je, haya mnayosema ya ugaidi? Na ibara ya 3 ya katiba ya FIFA inasema, FIFA Statutes, haisemi tu ubaguzi wa rangi, inasema haki za binadamu. Haki za binadamu ni pamoja na ubaguzi wa haki za siasa, ubaguzi wa kikabila. FIFA itakuchukulia hatua sio tu ukibagua rangi, hata ukibagua kabila, hata ukisema sisi timu yetu, ukiwabagua watu kisiasa, ukisema kwamba mchezaji ambaye ni mwanachama wa Chadema au ni mpenzi wa Chadema hatacheza, hata kuwa hata ruhusiwa kucheza kwenye timu ya taifa au kwenye kilabu chochote, FIFA itakuchukulia hatua. Kwa hiyo kama unataka kujua athari za migogoro ya kisiasa, athari za hali ya kiusalama kwenye taifa, Haji Manara, nenda kawaulize Yugoslavia, watakwambia. Nenda kawaulize Russia, nenda kawaulize Urusi walipovamia Ukraine mwaka 2022. FIFA na UEFA zilisimamisha timu za Urusi kushiriki mashindano ya kimataifa. Nenda kawaulize.